Mtazamaji, tukiachana na hayo ya mswada kuhusu mashirika ya kidini, tuangazie hili la msaada wa kimatibabu, ambapo familia moja katika kijiji cha Gathigiriri, eneo la Mwea, kaunti ya Kirinyaga, inaomba usaidizi wa kifedha kuokoa maisha ya mtoto wao mwenye umri wa miaka 5, Brayden Mwangi, ambaye anakabiliwa na maradhi mawili sugu ambayo ni matatizo ya moyo na figo. Wazazi hao wanasema wanahitaji shilingi milioni 2 ili kumpeleka mwanao kwa matibabu ya dharura nchini India. Akiwa na umri wa miaka 5 pekee, Brayden Mwangi ametumia muda mwingi hospitalini ikilinganishwa na watoto wengine wa umri wake. Familia yake inasema safari yake imekuwa ya uchungu, matumaini na uvumilivu. Ni masaibu yaliyoanza punde alipozaliwa, huku mamaye Immaculate Nyawira akikumbuka wakati alipofahamu mwanaye hangenyonya. Time nilimzaa alianza kulemewa kunyonya kabisa. Ukimpea matiti anakuwa hawezi kabisa kunyonya. Alikuwa ana sweat sana na alikuwa na fast breathing, and then alikuwa na turn blue. Ndio alijulikana kuna hiyo shida ya tetralogy of Fallot. Tukaanza kummanage, tukamanage hadi akafika mwaka mmoja. Wakati alifika mwaka mmoja, tukafanya procedure ya kwanza, inajulikana kama valvuloplasty. Hiyo valvuloplasty after tumefanya, tukaenda kidogo, then akaanza kufura mwili. I had to go back to the cardiologist, and now the cardiologist concluded that hiyo sio shida yenye anafikiria inatokana kwa moyo. Tukaenda tukaangaliliwa kidneys, tukaambiwa ni shida ya kidneys ako nayo. So ikakuwa kufikia hapo ikakuwa alikuwa na shida 2, ya moyo, tetralogy of Fallot, na bado ya kidney. Familia hiyo inasema tatizo la figo linalomkumba Brayden lilidhibitiwa hapo mwanzoni, huku kukiwa na matumaini. Hata hivyo, matumaini hayo yalikuwa ya muda mfupi. For now we need an open heart surgery for him, and kidneys zitibiwe pia, since the kidneys are now these are two congenital, these are two chronic illnesses zenye they are very expensive to manage at the moment, na bado zina suppress immunity ya mtoto, imekuwa chini kabisa. Babaye Brayden, Adonis Mwangi, anasema familia imetumia mali yake yote licha usaidizi kutoka kwa wanafamilia na halmashauri ya afya ya jamii SHA. Raise hiyo pesa imekuwa quite challenging, but we are very happy. We are really hopeful akapata hiyo matibabu inaweza msaidia at least aweze kujoin shule, acheze na wenzake, juu hata saizi kucheza inamlemea kidogo. Ni kifedha tu, kifedha, maombi. Wakenya hiyo sasa inachangisha pesa ili kuwezesha matibabu yake ng'ambo. Tunaomba Wakenya watusaidie raise pesa ya kupeleka Brayden India kwenye atatibiwa moyo na kidneys. The procedure alone ya heart ni around 1.7, and then kidneys I am sure, I don't know. For kidneys siwezi estimate cost, sure, I don't know. Yenye nimedeal nayo sana ni moyo. Saa hii ndio kidneys zilijulikana March this year, although ni recurrent, ni shida imeoka. Ilikuwa akiwa 1 year, then imekuja akiwa 5 years. Michango inaweza kutolewa kupitia nambari za simu za wazazi wa Brayden, kupitia nambari za M-Pesa 0714531987 ya babaye Adonis Mwangi, au 0715827011 ya mamaye Immaculate Nyawira.